السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ninawakaribisha katika channel hii ya Fadhakir, ambapo leo hii tutazungumzia kuhusu mambo yanayobatilisha funga. Ikiwa ndio mara yako ya kwanza kwa kuangalia channel hii, usikose kusubscribe ili zikufikie mwanzo video zote za channel hii. Na kama ukipendezewa na kufaidika, usikose kulike na kushare Waislamu nao wapate kufaidika. Kama una swali unaweza kuandika katika comments au kutumia Gmail fadhakirchannel@gmail.com. Kama tulivyosema kuwa tunazungumzia mambo yanayobatilisha funga, yaani mambo haya akiyafanya mfungaji saumu yake inabatilika, inakuwa si sahihi, na pia tutazungumzia ambayo hayabatilishi funga, jambo ambalo kila mtu analijua au kila mfungaji analijua ni kuwa kula na kunywa kwa makusudi kunabatilisha saumu, na hii ni kwa kila kinachoingia katika tumbo miongoni mwa vyakula na vinywaji, kwa dalili ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Baqara, baadhi ya aya 186, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr. Maana yake, na kuleni na kunyweni mpaka ubainike kwenu uzi mweupe ambapo mapambazuko wa alfajiri, kutokana na uzi mweusi ambao wa kiza cha usiku. Na katika hadithi ya Qudsi kuhusu fadhila za saumu, katika hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu, maana hadithi, Allah amesema ameacha chakula chake na kinywaji chake na shahawa zake kwa ajili yangu. Kwa hiyo hii inatoa dalili kwamba kula na kunywa mchana wa Ramadhani inafungulisha saumu au inabatilisha saumu. Pia kitu chochote kinachokuwa kama chakula au kinywaji kwa muonekano si chakula, lakini kinakuwa kama chakula kwa kuupa mwili nguvu, nayo ni kama kuweka dripu ambazo ni badala ya chakula, yaani zinazoupa mwili nguvu, kwani binadamu anapata nguvu kwa kula, na hizi zinaupa nguvu mwili. Yaani dripu anazopewa mgonjwa zinazomwongezea nguvu ni badala ya chakula, na vitu vyote vinavyofanana na hivi vinavyoupa mwili nguvu, yaani vinaupa mwili faida kama ya chakula na kinywaji. Ama kuhusiana na kipumulio cha pumu, yaani inhaler, yaani pampu wanazotumia kwenye maradhi ya pumu, na kipumulio cha pua na drops za macho au matone ya macho, hivi havifungulishi saumu au havibatilishi funga, kwani hata kama anahisi mtu kuwa imeingia mdomoni, lakini ni kidogo sana na pengine haifiki hata katika tumbo. Kwa hiyo hii si lishe. Na pia kusukutua hakufungulishi funga, yani hakubatilishi saumu. Vile vile mandhar almaida, yani Kiswahili inaitwa endoskopi ya tumbo au uchunguzi wa tumbo kwa kamera. Huu ni utaratibu wa kimatibabu ambapo daktari hutumia bomba lenye kamera ndogo kuangalia ndani ya tumbo kupitia mdomoni na umio. Hutumiwa kugundua matatizo kama vidonda vya tumbo, uvimbe au maambukizi. Hii haifunguzi saumu au haibatilishi funga ikiwa hakuna kitu kinachoingizwa tumboni kama maji au dawa. Maulamaa wengi wanasema haibatilishi funga kwa sababu bomba linaloingizwa ni bomba tu kwa ajili ya uchunguzi bila lishe yote. Ikiwa inatumia maji, dawa au mafuta kusaidia kuingiza kifaa, hii inaweza ikabatilisha funga kwa sababu kitu kinachoingia tumboni kinaweza kufanana na chakula au kinywaji. Na mandhar asharje, kwa Kiswahili inaitwa endoskopi ya njia ya haja kubwa au uchunguzi wa rectum kwa kamera. Ni utaratibu wa kimatibabu ambapo daktari hutumia bomba lenye kamera ndogo kuangalia sehemu ya ndani ya njia ya haja kubwa na utumbo mpana. Hutumika kugundua matatizo kama bawasiri, vidonda, uvimbe au saratani ya utumbo mpana. Hii pia haifunguzi saumu au haibatilishi funga. Wanazuoni wengi wanasema haivunji saumu kwa sababu hakuna chakula au kinywaji kinachoingia tumboni. Hata hivyo, ikiwa dawa au maji yatatumika wakati wa uchunguzi, baadhi ya wanazuoni wanaona kuwa inaweza kuvunja saumu, hususan ikiwa madawa hayo yatakayotiwa yatakuwa ni lishe ndani yake. Na madaktari wengi wanasema kuwa ni hali ya uchache sana kuweka vitu kama dawa au maji au mafuta.
Kwa hiyo kwa mwenye kuhitaji vipimo hivi amuulize daktari kabla hajafanya kipimo hiki. Kama ataweka madawa yanayofanana na lishe au kinywaji, daktari akisema ndio anaweka, basi bora asifanye kipimo hiko mpaka akishafuturu, na akisema haweki, anaweza kufanya kipimo hicho. Na ikiwa ana hali ya hatari na lazima kufanya kipimo hiki na daktari amesema kuwa ameweka dawa zenye lishe, basi atailipia siku hiyo. Ama kuhusiana na matone ya pua, na hapa kuna masala mawili. Kwanza, ikiwa matone yanabaki puani na haingii ndani ya koo, basi saumu haivunjiki au haibatiliki. Pili, ikiwa matone yanaingia kwenye koo akahisi tamu ya dawa katika koo, basi hii inabatilisha saumu. Na hapa lazima utofautishe kati ya pampu ya kupuliza puani na matone ya kutia puani. Ile pampu tumesema haifunguzi au haibatilishi funga, lakini matone ndio haya masala mawili tuliyozungumzia. Ama kuhusiana na matone ya masikio na dawa ya kusafisha sikio, hii haifungulishi saumu au kubatilisha saumu, kwani hakuna njia ya kupitia kutoka katika sikio kufika katika tumbo, kwa maana hakuna kitu kinachotiwa sikioni kikafika katika tumbo, isipokuwa kukiwa na tundu katika ngoma ya sikio. Kwa hiyo hapa itavunjika saumu au itabatilisha saumu, kwani kutakuwa na njia ya kupitia dawa hiyo. Kwa hiyo tunasema ikiwa maji au dawa inaingia kwenye sikio bila kufika kooni au tumboni, basi haibatilishi saumu. Ikiwa maji au dawa inaingia ndani ya inaingia ndani na kufika kwenye koo na tumbo, basi inaweza kubatilisha saumu. Pia sindano ya matibabu ambayo anachoma mtu katika makalio au katika mshipa wa damu, hii ina hali mbili, yaani kuna masala mawili. Ikiwa sindano hiyo ina lishe ya mwili, basi hii itabatilisha funga, kwani hii inakulisha mwili na kuupa nguvu. Ikiwa sindano ambayo haina lishe, hii haivunji funga au kubatilisha funga, kwa sababu hii haina lishe, kwa hiyo haina chakula wala maji. Na pia sindano ya maradhi ya sukari inaingia hapa, yaani haibatilishi funga. Sindano ya enema au sindano ya haja kubwa, hii ni utaratibu wa kimatibabu ambapo maji au dawa huingizwa kupitia njia ya haja kubwa ili kusafisha tumbo au kutibu tatizo kama kufunga choo. Sindano ya makalio na matone ya macho, masikio na kung'oa jino au kutibu kidonda, yote haya hayavunji wala kubatilisha funga. Masala mengine, kwa mfano mtu amefunga anahitaji sindano na hajui kama sindano ile inalisha au hapana, atafanya nini? Lazima kumuuliza daktari wake kama ile sindano inalisha au hapana. Na masala mengine ni kwamba mfungaji hafungulii kwa kile kinachofika katika koo yake au ubongo wake au sikio lake, ikiwa kwa kutumia wanja au sindano na yanofanana na hayo. Tukichukulia mfano, mtu amefunga akaingia nzi katika koo yake, huyu hajafungulia, au huyo nzi ameingia katika sikio lake, pia hajafungulia au kupaka wanja, kwani haya mambo yote sio chakula wala kinywaji. Kwa hiyo haifai kuyapimia kama chakula na kinywaji. Kwa hiyo kupaka wanja mchana wa Ramadhani inafaa. Kisha akasema vidonge vya haja kubwa au suppositories za haja kubwa, hivi havivunji au kubatilisha funga. Kisha akasema kuhusu mafuta ya tiba au dawa za kupaka. Hizi ni aina za dawa za kupaka kwenye ngozi ili kutibu maambukizi, vidonda, maumivu ya misuli au matatizo mengine ya ngozi. Haya yote hayabatilishi funga. Je, mafuta ya tiba yanavunja saumu? Jibu hapana. Mafuta ya tiba hayavunji saumu kwa sababu yanatumika juu ya ngozi na haingii tumboni. Na kuongezea, mafuta yoyote yanayopakwa katika ngozi na makeup kama lipstick, rangi za mdomo, zote hizi hazibatilishi funga. Pia dawa ya kusafisha sehemu za siri ambavyo vidonge vya ukeni au suppository za ukeni. Hivi ni vidonge vya dawa vinavyoingizwa kwenye uke kwa ajili ya matibabu ya maambukizi au usafi wa uke au matatizo mengine ya kiafya. Zote hizi hazivunji au kubatilisha funga, kwani si chakula wala havifanani na chakula au kinywaji. Kisha akasema pia kitu kinachoingia katika uume kama kipimo au bomba linaloingizwa kwa ajili ya kupima katika sehemu hiyo, au dawa au vinavyofanana na hivyo, hivi havibatilishi funga, kwani hakuna njia ya kufikia katika koo la tumbo. Vile kumeza makohozi hakufuturishi, kwani ni jambo linalokuwa daima katika mdomo, linafanana na mate. Wala haya si chakula wala kinywaji. Na hii ni fatwa ya Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kisha akaelezea kuhusu kutapika, nayo iko katika
hali mbili au sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, ikiwa kutapika ni kwa makusudi, kuna vunja au kubatilisha funga. Kwa mfano, mtu wakati wa kufuturu au kula daku amekula kupita kiasi, kisha baada ya kusali alfajiri akahisi tumbo lake kama jiwe, hawezi kupumua vizuri, akaingiza kidole chake katika koo yake akatapika, hapa amekuwa amefungulia, hata kama alichotapika ni kidogo, kwani amefanya kusudi. Kwa dalili ya hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu marfua, amesema maana ya hadithi, kwa mwenye kutapika bila ya kukusudia halipii saumu yake, na kwa mwenye kujitapisha kwa makusudi atakuwa amefungulia na atalipia saumu yake. Na amesema Ibn Taymiyyah rahimahullah, sijaona tofauti katika maulama kuhusiana na swala hili. Kwa hiyo hadithi hii imetoa dalili ya kuwa kwa mwenye kujitapisha makusudi anakuwa amefungulia. Kisha akaelezea kuhusu kutoka kwa manii kwa makusudi. Huku kunabatilisha funga, kwa sababu mfungaji saumu hatakiwi kufanya jambo lolote litakalomletea matamanio, kama ilivyokuja katika hadithi Qudsi. Maana ya hadithi, mfungaji anaacha chakula chake na kinywaji chake na shahawa yake kwa ajili yangu. Na kutoka kwa manii ni aina ya kujiburudisha mwili, na hii ina sehemu kadha. Kwanza, kutoka manii wakati wa kuota, kwa maana mtu amelala kisha akaota yanayotokea kati ya mke na mume, akapata janaba hali ya kuwa amelala. Hii haivunji funga, yaani saumu yake inakuwa sahihi, kwa sababu kalamu imeinuliwa kwa mtu aliyelala. Kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kalamu imeinuliwa kwa watu watatu: kwa aliyelala mpaka ainuke, mwenda wazimu mpaka apone, na mtoto mpaka abaleghe. Na hapa tunaongezea kwamba kwa mwenye kupata janaba kisha ikafika alfajiri hajaoga janaba, funga yake ni sahihi, anaweza akaoga kisha akaendelea na funga. Kwa dalili ya hadithi ya Umu Salama na Aisha radhiallahu anhuma kwamba maana ya hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ikimfikia alfajiri akiwa na janaba kisha anaoga na anakamilisha funga yake, kwa maana atakoga mfungaji na kuendelea na funga yake. Pili, kutoka kwa manii kwa kugusana, kwa mfano mke na mume wakafanya mapenzi bila kufanya kitendo cha ndoa kisha ikatoka manii. Na hapa tuangalie kuwa kuna manii na madhi. Almadhiyu ya haya ni majimaji ya hamu ya kijinsia, ni yale maji yanayotoka mwanzo wa kufanya mapenzi, yaani kuhisi kwa shahawa. Haya hayavunji funga. Tunayozungumzia hapa ni manii, nayo yana alama mbili, yaani kama kutaka kujua kutofautisha kati yake na madhi. Manii hutoka kwa nguvu wakati wa mshindo na mwili unahisi kulegea. Kwa hiyo ikiwa wanandoa watafanya mapenzi mpaka kutoka kwa manii, saumu yao itakuwa batili, yaani wamefungulia siku hiyo, kwa sababu wamefanya haya kwa makusudi. Na pia punyeto, ikiwa mtu anatoa manii kwa mkono punyeto, saumu yake inabatilika na kuvunjika. Kwa hiyo ni muhimu, hususan kwa siku hizi, kujitahadhari kutokana na mitandao inaweza kumfanyia Muislamu kufanya kitendo kitakachofisadi au kubatilisha saumu yake, kwani kuna mitandao mingine huleta mambo ambayo yanamfanya kijana kuingiwa na shahawa na mwisho kutumbukia katika mtego wa shetani. Nasallallahu salam. Kwa dalili ya hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba ameacha chakula chake na kinywaji chake na shahawa yake kwa ajili yangu, na kutoka manii kunakuwa na shahawa hii iliyokamilika. Kwa hiyo kitendo hiki kinabatilisha funga. Hali ya tatu ni kutoka manii kwa kuangalia. Kwa mfano, mtu amemwona mwanamke, hakuinamisha uso wake, akamtizama kwa matamanio moja kwa moja mpaka akatoa manii. Hii inabatilisha saumu, na hii ina hali mbili yani. Hali ya kwanza, kwa wale wanaotizama filamu za jinsia. Kwa mfano, baadhi ya vijana hali ya kuwa wamefunga wanatizama filamu ya jinsia, Allah wahidi pamoja na sisi. Anakaa anaangalia mpaka mwisho manii inatoka katika mwili wake. Hapa funga yake inakuwa imebatilika au imefasidika, kwa sababu huyu anaweza kutotizama haya, lakini amefanya makusudi kuangalia maasi kama haya. Kwa hiyo funga yake imefasidika, kwani amefanya kusudi kutizama haya. Na jambo la pili, kumwangalia mwanamke, yaani ikiwa anafanya kazi naye au nje amekutana akamwangalia kama tulivyoelezea hapo kabla mpaka akatoa manii, hapa anakuwa amebatilisha funga yake, kwani amefanya kusudi, kwani Allah amesema katika surati An-Nur baadhi ya aya ya 30, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, maana yake waambie waumini wanaume wainamishe macho yao. Na hapa tunataka kutoa nasaha kwa vijana wengi. Utakuta baada ya Ramadhani, yani wavulana, anakuwa na deni la kulipa siku 8 au 10 kwa sababu ya kutizama filamu za jinsia. Kwa kuepukana na haya, bora funga
simu yako na mitandao yote itakayokuingiza katika mtego huu mchana wa mwezi wa Ramadhani. Hali ya nne kuhusu manii ni kutoka kwa kutazama mtizamo mmoja. Kwa mfano, mtu anatizama kipindi cha dini katika simu, kwa maana sahihi katika mtandao, mara yakaja matangazo kwa ghafla, yaani bila yeye kutegemea, akamwona mwanamke yuko nusu tupu. Kwa ile kumtizama mtizamo mmoja tu ikamtoka manii. Huyu funga yake haikufasidika au kuvunjika kwa sababu hakukusudia. Kwa sababu mtizamo wa kwanza mtu anasamehewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maana ya hadithi, ewe Ali, usitizame mtizamo kisha mtizamo, kwani inafaa kwako mtizamo wa kwanza tu. Kwa maana mtizamo wa kwanza ambao sio chaguo lake mtu, yaani kwa ghafla akamtizama mwanamke kisha akainamisha macho yake, hii anasamehewa, lakini haifai kuendelea kumtizama mara nyingine tena na tena. Na pia Jarir bin Abdullah amesema, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mtizamo wa ghafla, yani kumwangalia mwanamke kwa bahati mbaya mara ya kwanza tu, akasema, akaniamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam niinamishe macho yangu. Masala ya tano kuhusiana na manii ni kutoka manii kwa kufikiria au mtu kujizungumzia katika nafsi yake. Kwa mfano, kijana yuko peke yake chumbani kwake, akaanza kufikiria kuhusu msichana fulani au mwanamke fulani, hii haibatilishi funga. Kwa dalili ya hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu marfua, maana ya hadithi, kwa hakika Allah ameondoa dhambi kwa umma wangu kwa yale ambayo nafsi zao zilikuwa zikifikiria, mradi tu wasifanye au kusema. Na hapa kuna fatwa ya Ibn Baz rahimahullah, amesema ikiwa mtu anafikiria katika moyo wake, yani wasiwasi wa moyo, amesamehewa. Muhimu asiseme wala kutenda. Kwa hiyo huyu saumu yake haikufasidika kwa sababu hakutenda wala kutamka, kwa sababu fikra ni jambo linamjia mtu kwa ghafla bila kuchagua, lakini kufanya mapenzi ni jambo alilochagua mja. Kwa hiyo kufikiria hakubatilishi funga au hakubatilishi saumu, hata kama ikitoka manii. Muhimu asitende wala kusema. Na hapa hatukusudii kufikiria kwa kuangalia, yaani kwa kumwona mwanamke kisha akaanza kufikiria. La, hii ni fikra inayomjia mtu kwa ghafla bila kutegemea au bila kutizama chochote. Jambo la sita kuhusiana na manii ni kutoka bila shahawa, kwa maana bila matamanio yote. Na hapa kuna baadhi ya maradhi humtokea mtu akawa anatoka manii bila kufanya chochote, yaani inatoka manii kama inavyotoka haja ndogo. Kwa hiyo hii funga yake inakuwa sahihi, kwa maana haibatilishi funga, kwa sababu haya yaliyomtokea sio kwa chaguo lake. Huyu ana maradhi katika mwili wake. Kisha akaelezea kuhusu madhi, akasema haya hayabatilishi funga, kwani haya ni maji yanayotoka mwanzo wa kufanya mapenzi. Jambo lingine linalobatilisha funga ni kuondosha nia ya kufunga, na hapa sio kwa wale wanaotia wasiwasi, pengine nimenuia kutokufunga. Kwa maana mtu akiazimia kwa nia yake kufungulia, funga yake itakuwa imebatilika hata kama akiwa hakula wala au kunywa. Tukichukulia mfano, mtu ameinuka amefunga, kufika mchana akasema, funga hii ya leo imenitaabisha, wacha niende hoteli nikanunue chakula nifungulie. Akaenda, kufika akakuta hoteli imefungwa, akaamua kuendelea kufunga. Huyu funga yake imebatilika, kwani ameazimia kufungulia, isipokuwa hakupata chakula. Sio kwa uchaguzi wake kufunga, angepata chakula angefungulia. Kwa hiyo hapa inamaanisha kuazimia kufungulia, sio wasiwasi unaompata mtu akahisi kuwa amefungulia. Tukichukulia mfano mwingine, mtu amefunga na yuko safarini, yaani msafiri, akawa anajisemea nikamilishe funga au nisikamilishe. Hakuazimia bali ana taraddud, yaani anajirudia rudia katika nafsi yake, nifunge au la. Huyu funga yake ni sahihi, haikubatilika au kuvunjika, kwa sababu msafiri anaweza kufunga au kutokufunga. Lakini inayobatilisha funga ni ile nia ya kuazimia kwa kiwango kikubwa kuwa sifungi, yaani imebaki tu kula na kunywa. Huyu saumu yake imebatilika, kwani ameikata nia ya funga. Masala mengine ni kuhusu hijama, yaani cupping therapy, na hii kuna kauli mbili. Kwanza, ikiwa mtu atafanya hijama kisha ikatoka damu, basi atakuwa amefungulia, kwa hadithi ya Rafil ibn Khadijin marfuan radhiallahu anha, maana ya hadithi radhiallahu anhu, maana ya hadithi, mwenye kufanya hijama na anayefanyiwa hijama wamefungulia. Tumesema hapa kuwa anayefanyiwa hijama anakuwa amefungulia kwa sababu inatoka damu. Je, kwa yule anayemfanyia mtu hijama, kwa nini anafungulia? Amesema kwa sababu anavuta hewa iliyokuwa katika chupa au chombo cha kufanyia hijama, na hii ni mfano
wa hijama za zamani, ambapo walikuwa wakifanya hijama kwa kutumia pembe, kisha anavuta kwa kutumia mdomo wake. Kwa hiyo pengine anapokuwa akivuta hewa ile kwa mdomo wake, inaweza damu ikaingia katika mdomo wake na kuingia katika koo yake bila kuhisi. Ama kwa anayefanyiwa hijama kutokana na kudhoofika kwake baada ya hijama. Kwa hiyo hijama na kutoa damu, yaani kwa wale wanaotoa damu, blood donation, haya yote yanabatilisha funga. Na ikiwa damu ya puani itatoka kwa makusudi, pia yanabatilisha funga, kwa sababu maana hii iliyokuwa katika hijama iko hapa hapa pia. Ama kauli ya pili kwamba hijama haibatilishi funga, na sababu ya kutofautisha kuhusu swala hili ni hadithi iliyoko katika Sahih Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hijama hali ya kuwa ni muhrim na amefanya hijama hali ya kuwa amefunga. Na waliosema kuwa hijama inafungulia wamesema kuwa hadithi hii ni mansukh, na hadithi hii iko katika Sahih Muslim, ina nguvu kuliko katika Sunna, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama katika hajatul wadaa na hali ya kuwa muhrim, yani ameharamia, na pia amefanya hijama hali ya kuwa amefunga. Na Ibn Baz rahimahullah amesema bora mtu asifanye hijama wakati amefunga kutokana na tofauti hizi. Na masala mengine wamesema kwamba mtu anayefanya hijama hafungulii ikiwa hanyonyi kwa mdomo wake, kama wanavyofanya hijama kwa vyombo vya kisasa. Na hii pia ni kauli ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Ama kuhusiana na damu inayotokana kwa kutoa damu kwa ajili ya kufanya uchunguzi, yani ile damu kidogo inayotolewa kwa ajili ya kufanyia uchunguzi wa maradhi kama typhoid au malaria na kadhalika, au ikiwa damu itatoka yenyewe mtu akijikata au akijikwaa, au damu inayotoka katika pua bila kukusudia, yani inatoka yenyewe, hii haibatilishi funga. Ama kuhusiana na kusafisha figo, na huu ni utoaji wa damu na kusafisha kutokana na mada zinazodhuru kisha kurudishwa katika mwili wa mgonjwa wa figo baada ya kuongezewa mada zenye lishe na madawa. Ndio maana ikawa kusafisha figo kunafungulia, kwa sababu damu ikisha safishwa inaongezwa mada zenye lishe na madawa, na kwa sababu mada zinazotiwa zinakuwa kama chakula na kinywaji, basi hii inabatilisha fungwa. Na mgonjwa wa figo akiweza kufunga atafunga, na kama hawezi atamlisha maskini kila siku, kwa sababu haya ni maradhi sugu. Kwa hiyo mwisho tunasema funga au saumu inabatilika kwa mambo manne makuu. Yaani, wakati gani tunahukumu kwamba aliyoyafanya mfungaji yanabatilisha funga yake? Baada ya kujua yote haya, kwanza akifanya kwa makusudi, kwa maana akifanya mambo haya tuliyozungumzia kwa makusudi, saumu yake inabatilika. Lakini ikiwa hakukusudia, saumu yake haikubatilika. Kwa mfano, akiingia nzi katika koo, au vumbi au maji ya kusukutua yakiingia kwa bahati mbaya na kadhalika. Pili, anayefungua kwa kulazimishwa. Kwa mfano, Muislamu amefunga, wakapita maadui wa dini wakamlazimisha kufungua na kumwekea bastola katika kichwa chake na kumwambia ima ule chakula hiki au tutakuua. Akachukua chakula akala kwa mkono wake. Huyu hajafunguliwa kwa sababu amelazimishwa kula kile chakula hata kama amekula kwa mkono wake. Au hao maadui wa dini wakachukua chakula na kumfungua mdomo wake kwa nguvu na kumwekea chakula katika mdomo wake, huyu pia hajafungulia, kwani amelazimishwa. Kwa dalili ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma marfua, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, maana ya hadithi, kwa hakika Allah ameondolea umati wangu makosa, usahau na kile walicholazimishwa kufanya. Jambo la tatu, ikiwa amesahau, yani mtu akila au akinywa kwa kusahau, hakubatilishi funga, kwa dalili ya hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu marfua, maana hadithi, kwa mwenye kusahau akala au akanywa na akamilisha funga yake, kwani Allah amemlisha na kumnywesha. Mara nyingine inatokea mtu anainuka amejisahau, anakwenda anakula anakunywa, kisha anakuja ndugu yake anamshtua kumwambia umefunga au leo Ramadhani. Funga yake inakuwa ni sahihi kwa sababu amesahau. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, maana yake Mola wetu situchukulie ikiwa tutasahau au tutakosea. Kwa hiyo huyu haikubatilika funga yake, kwani hii riziki yake Allah amemlisha na kumnywesha. Nne ni yule mwenye kujua hukumu. Kwa mfano, mtu amefungulia na anajua kwamba jambo hili katika hukumu linabatilisha funga, lakini ikiwa hajui hukumu, funga yake inakuwa haijabatilika, kwa dalili ya kauli ya Allah katika surati Isra, baadhi ya aya 15, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Maana yake,
na hatukuwa wenye kuadhibu mpaka tupeleke rasuli. Mpaka hapa tunafikia mwisho wa darsi yetu hii ya leo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.